Mtu anatumia yale machupa yale ya mkojo unapata alafu kisha mtu anaenda kumwaga yani sehemu kwenye majalala wapi. Unajua kuna watu wanamna hiyo wanafanya hivyo. Anatumia zile chupa za maji ya kunywa za juisi alafu anazitumia kuojolea alafu anaenda kumwaga majalala. Sasa hii hali ambayo inaleta uchafuzi wa kimazingira wewe unaizungumziaje? Ni kero nje tu na uchafu wa mazingira. Lakini hii ni moja ya kero kubwa sana. Na kwa sasa imekuwa ni changamoto ambayo inaikumba kila mitaa. Na hata hivi ninavyokuambia siku ya leo tu nimeshuhudia eneo moja limejaa sana chupa za mikojo. Kuna eneo moja hapa shule ya msingi Pentagoni kwa upande wa kusini kidogo. Kuna jalala moja limejaa sana mikojo karibu na shule ya watoto. Karibu na shule ya msingi pale. Ukiangalia eneo kama lile watoto wa shule ni wengi na ni hatari kwa afya za watoto kwa sababu kitu chochote ambacho kinatoka mwilini tayari ni uchafu. Kwa hiyo inaweza kulisababisha pia mlipuko wa magonjwa. Watoto wanaanza kufikiri labda ni juisi. Na hiyo wengi wanakunywa majuisi kwa nini? Wanakunywa, unakuta wanakunywa. Lakini wakati naanza ulizungumzia kwa upande wa kina mama ambao wanakuwa wanajishughulisha na shughuli za uuzaji wa vinywaji kupitia chupa ambazo tayari zimetumika. Hiyo pia kuna kwa namna moja ama nyingine inakuwa mtu inamuingia vibaya, inakuwa inamuia vigumu kuamini kuwa hii chupa ina usalama kiasi gani. Kwa mfano siku za nyuma hapa kuna sehemu nilikuwa nimeenda kupata kinywaji na mshikaji wangu. Kufika pale tumechukua 3 tumempelekea na mtu mwingine. Yule mtu wakati tunampa akawa anafikiria sana kwamba hii chupa yani hizi chupa kuna namna alikuwa anashindwa kuzungumza, alikuwa anakunywa kwa mawazo sana akiamini kwamba zile chupa zinakuwa hazina usalama wa matumizi. Kwa nini anawaza? Kwa sababu ya hali halisi jamii imekuwa ikitumia vibaya chupa. Tunakutana na chupa nyingi sana zimejaa mikojo. Sasa kazitumia tu ovyo na katupa zinaleta madhara pia uoshaji labda au uandaji yani kwa ajili ya juisi ambao mara nyingi tunavikuta sokoni. Inawezekana sasa huwezi jua kuna watu wengine wanafanya biashara wao hawatumii. Mimi naweza kukuta chupa nikamimina nikaamua kutumia kwa matumizi mengine, lakini kuna wengine ambao wanaweza kuchukua tahadhari kwamba hii chupa naenda kumuuzia mtu tena binadamu mwenzangu na achana na chupa hizi ambazo zinaonekana kuwa chafu zaidi, anatumia zingine. Lakini hata hizi ambazo tunakuta zimetumika na mtu anatumia mwingine, bahati mbaya sasa mimi naweza kununua nikaitumia nikaitupa eneo lile alafu akaichukua tena labda inatokea. Sasa hii imekaaje? Kwa kipindi cha nyuma tulikuwa tunashuhudia uongozi wa halmashauri ulikuwa unasimamia sana swala la usafi. Ilikuwa Jumatano na Jumamosi ni lazima usafi uzingatiwe. Maduka, sehemu za biashara kufungua ilikuwa ni kuanzia majira ya saa 4. Yote ilikuwa ni nini? Kulinda usalama na usafi wa mazingira katika jamii ambayo inatuzunguka. Na ilisaidia kwa kiasi kikubwa sana hata utupaji wa mambo mbalimbali. Kwa sasa hivi nadhani walisimama. Ndio maana unaona hata sehemu mbalimbali sio tu chupa hizi za mikojo. Kuna wakati unapishana na sehemu zina manywele ya saluni. Kwa mfano kwa kipindi cha nyuma pia Lote aliwahi kwenda kufanya kazi moja hivi ya kushuti. Tumeona eneo la takataka ambalo limepigwa marufuku kutumika, lakini watu bado wanaendelea kutumia. Na pale lile eneo pia lina mamikojo mengi tu. Kwa hiyo swala kama hili la usalama watu wanapaswa wao kwanza kabla ya kukumbushwa na mamlaka husika kuhusiana na masuala ya kulinda mazingira, wao wa kwanza kuhakikisha kwamba sisi watu ambao tunaishi kwenye haya mazingira ni lazima kwanza tuwe watu wa kipaumbele kuhakikisha mazingira yetu yanakuwa salama, aidha kwa kuwazuia watoto ambao wanatumia chupa hizo za wanakojoa na wanatupa, au kwa kuwakumbusha hata vijana, sio tu watoto, vijana wengi wanafanya. Tunashuhudia vijiweni, video vya karata, vya mapolotebo, watu ambao wanakuepo anachukua chupa anakojoa anatupa maeneo ya umma, panakuwa hamna vyoo yani. Kuna wakati kunakuwa vyoo tu vya karibu
hakuna. Kwa hiyo sasa mtu anaamua tu anachukua anatupa. Sasa inawezekana ukasema mamlaka husika hafanyi kazi, lakini kumbe sisi ndio watu wa kwanza. Ndio maana ukiangalia hata masuala ya ulinzi, usalama, mtu wa kwanza ambaye anapaswa kuhakikisha eneo lake ni salama ni wewe mwenyewe. Kwa hiyo kabla ya mamlaka kukumbusha na kuchukua tahadhari na hatua kali za kisheria, kwanza lazima jamii yenyewe ijue kwamba kwa kufanya hiki tunaweza kusababisha mlipuko wa magonjwa, lakini pia kwa kuhatarisha usalama wa watoto wetu. Kuna watoto wengine wanafika wanafungua wakihisi kuwa ni vinywaji, anakunywa kumbe amekunywa mkojo. Lakini weza licha ya watu kuwa wazito, itabidi tu mamlaka iingilie kati na kuwa inafanya msako kama ambavyo walikuwa wanafanya mwanzo. Nadhani kwa kufanya msako na kuhakikisha kwamba usafi unazingatiwa kama ilivyokuwa kipindi cha nyuma, hauwezi kukutana na changamoto ya utupaji wa vyupa ambavyo vimejaa mikojo eneo lolote lile. Sasa hii kuna watu unajua wanajisaidia labda sasa wale wanaosafiri safari za mbali kwenye mabasi. Kwa njia hiyo kuna changamoto mara nyingi. Unakuwa kwenye safari alafu labda kuna ule muda wa kuchimba dawa, unajua? Ipo inatokea, lakini wengi wanatumia njia kama hii. Kwa sasa swala kama hilo sio, hatuwezi kulisemea sana, kwa sababu ukiangalia mabasi mengi yana vituo vya kusimama. Kwa mfano basi watu wanatoka Tabora wakifika Manyoni kuna vyoo pale, na ambao wana labda kwa mabarabarani ukikutana na changamoto kama uweze kukuta changamoto ya chupa, isipokuwa tu unaweza kukuta abiria ambao wamesimama wanaenda maeneo ambayo kidogo sio eneo sahihi kwa ajili ya kuchimbia dawa. Lakini eneo kweli halina watu, ila bado sio sahihi kwa kuchimbia dawa. Inawezekana watu wanafanya kilimo nini. Kwa hiyo lakini changamoto kama hiyo hauwezi kuingiza sana kwamba watu wanajisaidia kwenye vyupa, kwenye chupa, sijui nini, kwenye usafiri wa vyombo vya moto. Kwangu niko tofauti kidogo kwenye hiyo. Pengine labda kuna changamoto sikute labda kwa sababu vyoo vya umma vinakuwa havipo maeneo ambayo yana mkusanyiko ya watu. Kwa ndio maana labda mtu anaamua tu yani nitafute chupa yangu fresh. Changamoto ya vyoo vya umma inaweza kuwa sababu, lakini bado haishawishi sana na ingia akilini, kwa sababu jamii ambayo tunaishi sidhani kama kuna sehemu ambayo unaweza kuomba uchimbe dawa iwe haja ndogo au haja kubwa ukazuiliwa. Hakuna kwa maeneo ambayo watu tunaishi, lakini tu ni uzembe, lakini pia ni ile kunogewa na vitu ambavyo vinakuwa vinatokea mtaani. Kwa mfano mimi niko eneo la mazoea tu, nipo eneo la Pulutebo nacheza na nikiondoka kama nitaibiwa, so nimeona chupa navuta na kwa jua zangu mambo yanaendelea. Nipo kwenye Tawata story nyingi, au pia mazoea ya kukaa lika moja, kutuko lika moja nini, nachukua chupa, hakuna kinachoharibika. Lakini uweze kukuta eti watu tumekaa hapo, kuna wazee vijana, eti kijana mmoja achukue kitu kama hicho hakipo. Kwa hiyo hizo zinatokea sana kwa vijana mitaani baada ya matumizi ya kinywaji alichokuwa anakunywa. Hii itanisaidia bana kwenye haja ndogo, anaihifadhi zake hapo. Stories zinaendelea. Umeona hii tabia kwenye makundi gani hasa? Binafsi nimeona kwenye makundi ya vijana. Mimi nakumbuka kuna wakati nilikuwa nakaa sana vijiweni, hasa kwenye Pulutebo. Kuna sehemu moja kuna Pulutebo, tunakaa sana tunapiga sana pool. Sasa pale ile mtaa kulikuwa kuna sehemu tu kuna choo, lakini yule bi mkubwa cha jamii au ama choo cha mtu binafsi. Sasa yule mtu ana kelele sana kwa sababu yeye pale kwake, afu yule jamaa wa pool kaweka tu, kwa hiyo analipia pamoja hapo kila mtu. Kifupi yule mwamba alikuwa anachezesha pool pale, ana eneo la sehemu labda watu wanachimba dawa. Kwa hiyo sasa watu wanaingia huko wakutana na maza mkali balaa. Kwa hiyo ukirudi ukicheki mwanao amemaliza kinywaji chake, unachukua chupa na kojua zako unakatupa huko. Kwa hiyo mwisho wa siku mtu alikuwa anafanya usafi, itakuwa nini tu chupa zimejaa hivi. Kwa hiyo vijana ndo wanafanya hizi sana. Ukiangalia kwa labda kwa watu wengine, familia wengi wanatumia ndoo tu usiku, wanatumia ndoo labda kwa watoto wake kuepuka usumbufu wa kuamshwa baba na mama, anaamua kuweka ndoo kwa watoto. Akishaweka
asubuhi jua limetoka, anaingia zake chooni, anamwaga, ndoo anaisafisha. Au unaweza kwenda kuna nyumba ukakuta kuna ndoo zingine zimewekwa karibu na choo. Zile ndoo zina matumizi yake usiku. Umeona? Lakini kwa mchana asilimia nyingi hizo chupa ambazo hata nimeziona zile pale shule ya msingi Pentagon, hizo chupa asilimia nyingi ambao wanatumia ni vijana. Okay. Basi mwanitigi anaweza kawa anajua namna ambavyo anaweza kujikinga kama tulivyosikia, ambavyo inaweza karibu matumizi katika jamii pia na mazingira yetu. Weka komenti yako ambapo unahisi ni hatua gani iweze kuchukuliwa ili mazingira yaendelee kuwa safi zaidi.